Wokovu ni wa mtu binafsi. Ezekieli anaandika katika sura yake ya 18 mstari wa 20 akisema, nafsi inayofanya dhambi ndiyo itakufa. Mwana hatabeba uovu wa baba yake, wala baba hatabeba uovu wa mwana wake. Hauwezi kuokolewa kwa sababu baba yako aliwahi kuwa mchungaji, wala aliwahi kumtumikia Mungu, wala mwana wako anamtumikia Mungu, na useme kwamba unaweza kuokolewa kupitia matendo yake wala kupitia imani yake. Lakini wokovu unatokana na maamuzi ya mtu binafsi, kwa vile ambavyo amekubali mwenyewe kwa imani kumtumikia Mungu, kuacha dhambi na kufuata njia iliyo ya kweli. Mungu wetu ni mwenye nguvu na mwenye rehema, na fadhili zake ni za milele. Anasema kwamba kama mwovu akigeuka toka uovu wake na kuchagua kutenda haki, maovu yake yote hayatakumbukwa hata moja, kwa mazuri ambayo amechagua kwanza kuyafanya. Hapa ndipo huruma za Mungu zinaonekana kabisa. Hata kama umefanya dhambi ya aina gani, wakati ule umechagua kwanza kumtumikia Mungu, pale pale Mungu anaandika jina lako katika kitabu cha uzima, na unakuwa mrithi wa uzima wa milele.